zenu. Karibuni tena kwenye kipindi cha Dr. Omar Athman, mtaalamu wa mitishamba na uchunguzi wa maradhi ya aina mbalimbali yanayomsibu mwanadamu. Mara ya mwisho nilizungumzia masala ya damu, na imeonekana kwamba kuna mahitaji makubwa ya kuendelea kuzungumzia masala ya damu na kufafanua zaidi. Tulikuwa hatujafikia maeneo ya kutafsiri yale makundi ya damu na kuyataja maradhi halisi ya damu, lakini kumejitokeza jambo lingine ambalo limeonekana lina umuhimu zaidi sasa hivi na lenyewe kuliongelea, ni ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa wa kisukari ni ugonjwa mmoja ambao unasambaa kwa kasi sana dunia nzima. Ni ugonjwa ambao ukienda nchi yoyote pale duniani utakuta watu wanalalamika kuhusu ugonjwa huu wa kisukari. Ugonjwa huu, takwimu zinaonyesha sasa hivi watu wanapoteza maisha zaidi kuliko hata magonjwa mengine ambayo nyuma hapa yalikuwa yanatisha. Lakini sasa hivi ugonjwa wa kisukari umekuwa ndio namba moja unaotisha zaidi na unasumbua ulimwengu mzima. Sasa nimeona kwamba labda kuna umuhimu leo kuzungumzia kisukari. Kisukari ni ugonjwa wa aina gani? Ni nini kisukari? Watu gani wanapata kisukari? Unasababishwa na nini? Sasa leo nataka nielezee kwa uchache kuhusu ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa huu wa kisukari si kwamba eti umekuja na vyakula vipya ambavyo labda hatukuwa navyo zamani. Hapana, vyakula ni vile vile tulivyokuwa navyo kwa muda mrefu. Labda kilichozidi ambacho ndio kimeongeza asilimia kubwa sana ya ugonjwa huu, kimechangia, ni unywaji na hivi vinywaji vinavyotengenezwa na viwanda vya sukari. Miaka ya nyuma kulikuwa hakuna vinywaji vingi vinavyotengenezwa na sukari. Soda zilikuwa hazipo, juisi nyingi za kutoka viwandani zilikuwa hazipo. Kwa hiyo hivi vimechangia kwa wingi sana katika kuongeza huu ugonjwa na kufanya huu ugonjwa upate kasi duniani, uwe unasambaa kwa wingi na watu wengi wanaugua sasa hivi ugonjwa huu. Ugonjwa huu unatisha na si mzuri, kwa sababu ugonjwa huu pindi utakapokuingia wewe, kwanza haijulikani lini utapona. Mpaka sasa hivi haijapatikana dawa ya kisukari kwa kweli. Sasa basi, madhara ya huu ugonjwa ni kwamba huu ugonjwa unaweza ukaua macho yako, ukapofuka wewe. Huu ugonjwa kama hujatumia dawa na haujadhibitiwa, ukaudhibiti vizuri kutokana na masharti yake, unaweza ukaua figo zako zote mbili zikaacha kufanya kazi. Huu ugonjwa unaweza ukakufanya wewe ukatwe miguu. Vidonda vitaanza chini kwenye kidole gumba au wapi, basi hakitapona mpaka kitakatwa, mpaka mguu utakatwa kwenye paja. Basi alimradi ni kwamba huu ugonjwa una matatizo mengi sana. Mbali na hapo, huu ugonjwa unakusababisha wewe ukatazwe kula vyakula. 80% ya vyakula vilivyotuzunguka vya kwetu vya kawaida, huu ugonjwa utakufanya wewe vyakula vyote hivyo uepukane navyo. Ni swala zito, ni swala gumu sana, ambapo wewe unaishi katikati ya jamii, vyakula vyake vyote wewe utakuwa unaviogopa na unakatazwa kula. Sasa huu ugonjwa mtu anaupatapataje? Unaanza vipi? Ugonjwa unaanza kwa mtu bila kujijua kwamba anajitengenezea mazingira ya kupata kisukari bila yeye kuwa na ufahamu huo.
Kivipi? Ni kwamba unapochukua wewe chakula, kile chakula kikawa kwamba kina energy nyingi, kina calories nyingi kupita kiasi, ukakila kwa mara moja, halafu wewe ukawa huna kazi yoyote ngumu itakayoziunguza zile calories, ile energy ama unit ulizoziingiza, ukawa huna kazi yake. Kwa hiyo zile units zinabaki mwilini na mwili unashindwa kuzichoma, kwa sababu huna wewe kazi nzito yenye kuishughulisha misuli yako kuweza kuunguza zile unit ulizoziingiza kutokana na kile chakula. Yani energy au calories wazungu wanavyoziita, hizo zinatakiwa ziunguzwe, zichomwe mwilini ili kiwiliwili kibaki pale pale, uingize chakula kingine. Sasa tumewakuta sisi watu mjini, hapa mjini watu wanasema kuishi mjini ni sawa na form 6, lakini si kweli. Hapa ndo kuna wajinga wengi zaidi, kwa sababu unamkuta mtu asubuhi anaagiza mayai, anaagiza chapati 3 4, anaagiza mishikaki 4 5, anaagiza juisi ya embe asubuhi, na anaweza kanywa hata soda tena Pepsi. Tukihesabu, huyu bwana haelewi, yeye amekula hivi vitu anafikiria ni ufahari kwa sababu anaweza kulipa. Lakini hiki chakula alichokiagiza kina nguvu nyingi sana kiasi kwamba akila peke yake kinatosheleza kwa masaa 12 mpaka 14. Mwili unatosheleza kula, kutafuna hizi unit alizoziingiza bila kuongeza kingine chochote, labda maji ya kunywa tu. Mwili hauwezi kabisa kuchoma au sijui kutupa kitu ulichokiingiza, kwamba vitu vingine vipitishwe tu viende kwenye njia ya taka vikaondoka. Haiwezekani. Mwili unasaga, lazima uchambue na lazima utumie zile units ulizoingiza. Ukiingiza nyingi, mwili unaelemewa, units zinakuwa zinapandana. Ubongo sasa unaanza kuamuru kwamba bwana, hizi units zimekuwa nyingi kupita kiasi, tuanze kuzitafutia sehemu ya kuzistore. Inatengeneza storage katika mwili wako au benki za kuhifadhi haya mafuta, vyakula vya baadaye. Ndio mtu anaanza kunenepeana. Sasa unaanza kunenepa, unanenepa. Ni kwamba zile calories wewe unaziingiza mwilini wakati huna kazi ya kuziunguza. Mtu anayekwenda kulima anatakiwa alime heka 1, nusu heka nzima. Huyu mtu atachoma unit calories nyingi sana. Kwa hiyo tulichozungumza hapa, kama atakula chapati 3 4, mayai 2, akanywa na glasi hata ya maziwa, huyu bwana anastahiki vyote hivi ataviunguza ndani ya masaa 4, kwa sababu anapiga jembe, analima ile ardhi, ataitifua kwa masaa hata 6 7 huko mbele, nusu heka nzima. Huyu bwana anastahiki, na akimaliza pale hana kitu tumboni na mwili wake hauna kilichoongezeka. Vyote kavisaga, vyote vimeyeyuka kutokana na kazi nzito aliyokuwa nayo. Mtu mwenye kujenga gorofa wanabeba zege, kumimina zege, tripu zile za kwenda juu chini, kwenda juu, kubeba makoleo ya mchanga, makoleo ya kokoto. Yule bwana atachoma hata akiingiza kiasi gani mwilini mwake, nyama choma, akaingiza supu, akaingiza sijui, akala vitu vingi. Lakini wewe mtu wa mjini unataka ule namna hiyo, halafu unajivuta unakwenda kwenye deski au kwenda kwenye kimeza, hauna wewe service yoyote ya kutumia na kutingisha mwili wako. Umekaa na kile chakula kinabaki, baada ya masaa 4 5 unaenda tena kwenye lunch time, wakati ambapo hii ilikuwa ni strong heavy breakfast. Umetumia units nyingi sana. Units kama hizi
wale wakimbiaji kama Usain Bolt au Michael Phelps ambaye ni muogeleaji mkubwa wa Olympic aliyeshinda Marekani, au mtu bondia anayekuja kupigana hapa kwa muda mrefu anatumia nguvu nyingi sana. Sasa ukirudi nyuma ukachunguza chakula gani anachokula, anakula amount kubwa sana. Kama mayai, anaweza kagongewa mayai 12 ndio breakfast yake. Lakini akitoka pale, akiingia kwenye ulingo, akaanza kufanya mazoezi yake yale, basi ataunguza kila kitu alichokula. Kama amekunywa glasi 3-4 za maziwa, mayai 12 amemaliza, amekula sijui kitu gani, akiingia mpaka akija kutoka kwenye ulingo, hana kitu yeye mwilini, ameshachoma vitu vyote. Sasa ndugu zetu wa mjini na hii miji mikubwa ambayo ndiyo inayoshamiri kwa ugonjwa wa kisukari na ugonjwa wa kuwa plus size, unene uliokithiri, ni kwamba wanakula hivi vyakula vya bondia na vyenye mtu wa Olympic kwenye mazoezi makali au kubeba kujenga zege, wanakula alafu hawana kazi, wako mijini, wako kwenye viofisi. Sasa akisha kula hizi unit zote hizi, baada tena ya masaa 4-5 anaenda tena kula chakula cha mchana. Jioni kitakachopita anakula, usiku anaenda kula tena unit. Sasa hizi units zinapokuwa nyingi, ndipo ugonjwa wa kisukari unaanza. Maana ya ugonjwa wa kisukari ni energy iliyokosa mahala pa kutoka na haichomwi, na mwili umeshindwa sasa kucontrol ile energy, kwamba haina muda wa kuweza kuiunguza, misuli haichomi. Sasa zile calories zile ndio matatizo, na calories ndizo somo ambalo kwa kweli bado halijafika kwa nchi zetu hizi za kimaskini. Hatujui, tunakula tu. Kila chakula kina energy na nguvu yake. Unapokula sahani ya wali yenye samaki na vitu vingine pale ule mlo unaweza unatoka na calories 500-600 labda. Ni chakula chenye nguvu tosha wewe kukupeleka mpaka usiku, kama saizi ni saa 7 mchana. Unapokunywa chupa ya soda ile ya nusu lita, na pale unapata calories karibia 300, 400, 500. Sasa ile soda peke yake ina nguvu sawa na hii plate ya chakula. Tofauti iliyopo, hii soda, nguvu iliyomo katika soda ni kwamba iko kwenye kimiminika, inaingia kwenye damu direct. Haisagu ile, ikishafika tumboni inanyonywa, inaingia kwenye damu. Ni energy ambayo imekusha tengenezwa viwandani, iko pure, haina makapi, haina nini. Tofauti na sahani ya chakula, mpaka iende kwenye tumbo, ikamuliwe, isagwe, ndio vinyonywe vile virutubishi na nguvu zake, alafu makapi yatupwe. Ile process kidogo hii ni ndefu, lakini kumbuka huku kuna calories 400 na huku kuna calories 400. Kwa siku moja mtu, wasomi wameandaa kwamba mtu wa mjini asizidi zaidi ya kutumia calories 2000 kwa mtu mwanaume. Kwa mwanamke asizidishe calories 1500 kwa siku nzima. Ndizo anazohitaji kuanzia asubuhi, mchana na jioni. Zitamtosheleza mpaka anakwenda kulala. Sasa unakuta mtu anakula calories 2000 asubuhi tu, kwenye mlo wake asubuhi. Ataagiza supu, ataagiza chapati zake, ataagiza soda na vitu vingine, basi unamkuta kaisha rundika unit 1500, 1200 kwenye chakula chake cha asubuhi. Una kazi gani wewe inayokusubiri kutoka hapa, unayekwenda kuifanya yenye nguvu sana kuweza kuyeyusha hizo calories? Unakuta hili somo hatuna Tanzania. Hatujawahi kuulizana sisi Tanzania
unapokaa pembeni na mwenzako akaagiza chakula chenye nguvu namna hii, nyama choma asubuhi, akaagiza soda asubuhi, akala chapati zake asubuhi, maziwa, glasi ya mtindi, tulitakiwa sisi tuulizane, una kazi gani wewe inakusubiri yenye kuweza kuyeyusha hizi calories unazoziingiza mwilini? Kwa sababu ni nguvu nyingi sana unazoziingiza, zitakudhuru kama hauna mahala pa kuzipeleka. Kisukari ni kwamba wewe umeingiza nguvu na huna mahala pa kuzipeleka, baadaye zinakudhuru. Hizo calories ulizoziingiza wewe ni sawa na mtu anataka kutembea kwa mguu kutoka hapa mpaka Kibaha na hata kula chakula mwendo wa kasi kwa nguvu kwa mguu. Ndiyo hiyo mtaalamu atakakwambia bwana, tumia energy kiasi fulani utafika Kibaha. Kunywa glasi ya maziwa, kula kipande cha nyama kikubwa, kula hiki, kula tunda, chapa kazi, chapa mguu. Au kama kuna mtu anasubiriwa na kulima nusu heka nzima au heka nzima, basi ndio atakadiriwa chakula chenye nguvu kiasi hiki. Kama mtu ni mtu wa michezo, ni mtu muogeleaji, mtu mwenye kuogelea, kushindana, na kawa anapiga masafa ya kuogelea kwa kasi, kwa nguvu, huku ikiangaliwa saa, anaweza kafika saa ngapi na kurudi saa ngapi. Kwa hiyo katika ile misuli ile ya kukimbia ndani ya maji, huyu mtu anatumia calories nyingi sana. Huyu mtu ukionyeshwa chakula chake, basi utamkuta anagongewa mayai hata 12, glasi 3 za maziwa na vyote, kwa sababu kazi inayomsubiri ni kubwa sana, na ataviunguza hivi vyote. Na ukikutana naye mjini ni mtu mwembamba, hana matatizo. Sasa watu wa mjini wanakula kama luxury, anakula kama kujionyesha. Kumbe ni ujinga. Ni ujinga kwamba unaingiza unit nyingi zenye nguvu, huna mahala pa kuzitoa. Wakati ambapo mfumo wetu wa zamani ulikuwa bora, tulikuwa tunakunywa kikombe cha chai na mandazi mawili, kikombe cha chai na chapati moja, kikombe cha chai na mihogo miwili au viazi vya kuchemsha. Na tulikuwa tunasahau mpaka mchana tukila chakula, tulikuwa tunakula chakula kama ni ugali, basi mboga ni aina moja tu. Kulikuwa hakuna kupika mboga aina 2 3, na watu wakawa na afya nzuri. Usiku tunakula chakula kama ni wali, lakini tukula wali maharage, wali nyama, ni mboga ya aina moja tu ndio inayokwenda. Na sasa kwenye ile mboga ndiyo inayo supply unit ya kututosheleza, kutokana na maisha yetu haya ya mjini yasiyokuwa na shuruba nyingi, yasiyohitaji physique, yasiyohitaji misukosuko ya kubeba, kushusha, kufanya nini. Kama huna, basi punguza kabisa katika ulaji wa vyakula vyenye nguvu kwa wingi. Ndio wenzetu sasa wameanza kuwa kila chupa wanaisoma nyuma. Kila chakula wanataka kujua chakula hiki kimeongezwa nini na nini na nini. Anachotaka kujua, kama kuna kitu fulani, basi hiki kitu kina energy nyingi sana, nisije nikajiongezea kwenye mwili energy alafu sina mahala, zitanisumbua baadaye. Kwa hiyo kisukari ni kwamba ni energy ambayo unaitumia na haiendi mahala popote kwingine, na baada ya masaa 4 unakwenda unaongeza tena units zingine. Kama tukisema kwamba makadirio, tumekadiriwa sisi watu wa kawaida, watu wa mjini, watu popote wa kawaida, ambaye sio mwenye kazi kama hizi kazi nzito tunazosema za kujenga zege, za kulima shamba, ni kwamba hao wanaruhusiwa kula calories nyingi kwa siku.
lakini sisi watu wengine wa kawaida tunatakiwa tubaki kwenye calories 2000. Calories 2000 ndio unit 2000 zilizoko baada ya kusagwa chakula na kumeng'enywa chakula ndani ya tumbo, ndio zinapatikana. Na hizi hazipatikani kwenye chakula kimoja cha mlo wa mchana au cha mlo wa usiku, hapana. Mlo wa asubuhi utapata calories 200, 300. Mlo wa mchana utapata calories 600 au 700. Mlo wa usiku na wenyewe utakupa calories 400, 500, 600. Kinywaji chako kitakupa 100 hapa 100 pale. Kwa hiyo kwa siku nzima calories 2000 kwa mwanaume, calories 1500 kwa mwanamke. Sasa tukianza kujua kwamba kumbe kuna limit ambayo mwili ndio unahitaji na mwili ndio umekusha setiwa namna hiyo, lakini sisi tumekuwa hatuna uelewa kwamba miili yetu imesha setiwa, kwamba ukiingiza zaidi ya pale mwili unachanganyikiwa, unashindwa kujua nini la kufanya. Ndipo hapo magonjwa yanaanza kuzaliwa. Ni ile extra unayoimimina mle na haina mahala pa kutokea. Sasa itajitahidi kuyeyusha hiyo extra energy, kuiweka pembeni kama storage, kama ndo mafuta yenyewe, unene, vitambi na nini, lakini kuna baadaye tena inazidiwa. Ndio sasa unaambiwa glucose imeingia kwenye damu kila mahali, kwa hiyo damu yake yote sasa hivi imeelemewa na sukari. Kisukari, ndugu zanguni, ni ugonjwa mbaya sana. Tunaombea Mwenyezi Mungu awaondoshe na atuletee tiba kwa ndugu zetu wanaumwa ugonjwa huu wa kisukari. Tunamwomba Mungu awaletee tiba na awaponye ugonjwa huu. Lakini kwa sisi ambao bado watu hawataki kujielimisha kuhusu chakula, watu ambao tayari sasa hivi miili yao imepitiliza katika unene, watu ambao wako boda baina ya kutambuliwa kuwa na kisukari siku yoyote, ana mashaka siku yoyote anaweza akapewa hii taarifa ya kwamba ana kisukari kutokana na unene aliyokuwa nao. Sasa watu walioko boda na vijana wadogo wenye miaka 15, 17, 18, 19 wanaopenda kula, wamefanya kwamba fani yao, yani kitu ambacho cha enjoyment yao imekuwa ni chakula. Kuna watu wamefanya kwamba jioni anachoenda kula chochote, kama ni chips, mayai, kama ni nyama za aina gani, nyama za kuku, za kuchoma, za nini, amefanya ile kwamba sio chakula kwake, ni enjoyment, ni extra kama snacks, yani kwamba ni kitu tu cha kujiburudisha, lakini hahesabu kwamba kile ni chakula. Kumbe ile ni chakula chenye nguvu na ni chakula kinakwenda tumboni, na atakwenda jioni akae kwenye meza ya dina na wenzake ale tena. Mchana amekula, na ni mtu wa hapa mjini. Unapokwenda na tabia namna hii, ndani ya miaka 4, 5 ni lazima mwili wako utashindwa. Na mwili ukishashindwa, tayari magonjwa ya kisukari yanaanza, magonjwa ya high blood pressure yanaanza, magonjwa ya cholesterol yanaanza, inflammation ni ugonjwa ambao ulioko kwenye mwili wa mwanadamu unatawala. Mambo mengi yanayoanza kuzaliwa kutokana na mafuta mwilini kuwa mengi, basi hapa ndipo mlango umeanza, kwa sababu tayari wewe umeutanua mwili wako, umevuka lile eneo la saizi yako. Sisi wanadamu tumegawanyika makundi matatu katika saizi ya kila mtu aliyopangiwa. Structure, body frame yako imeshapangwa na imekusha kadiriwa kwamba uwe na uzito kiasi gani. Wanaume
wanagawanyika makundi matatu, wanawake wanagawanyika makundi matatu. Kuna mwanaume ambaye body structure yake ni small frame, ana mifupa miembamba. Kwa hiyo hata akue vipi, umri wake uende vipi, azeeke, body frame yake ni nyembamba. Akiwa na body frame nyembamba, basi tayari huyu mtu anatakiwa asizidishe kilo 50, 55 maximum. Akinenepa sana apate kilo 57. Mtu mwanaume ambaye mwenye body frame yake ni medium size, basi huyu hatakiwi kilo zake zizidi kilo 60, 65, akizidi sana kilo 70. Halafu kuna mwanaume ambaye mwenye large frame, structure ya mifupa yake ni large size. Mtu anapokuwa ni large size frame, huyu anaruhusiwa sasa kubeba nyama na kubeba misuli mpaka kilo 80, 90. Yeye hazimsumbui kwa sababu yeye ni ana large frame yake, inamruhusu yeye kubeba mpaka kilo 100 na hazimsumbui, na sio mnene wakati huo, na wala hana mafuta yoyote ya extra au yatakayomsababishia high blood pressure au kushindwa kupumua au nini. Hapana, anayo frame yake ambayo inabeba hivyo vitu pasi na kuwa na mafuta extra. Lakini sisi hapa Tanzania utamkuta mtu ni mfupi, amesimama futi 5, mifupa yake original, ukitizama mifupa yake ni miembamba, structure yake ni nyembamba, body frame yake ni small size, lakini amekuwa mlafi wa chakula kiasi kwamba ana kilo 80. Katoka kwenye 50 huyu, ambapo tumesema kwamba small frame structure anatakiwa awe mtu kwenye kilo 50 au 55. Yeye ana kilo 80 au 85. Kaongeza kilo karibia 30 zaidi ya mwili wake unavyotakikana. Wanawake hali kadhalika. Wanawake wana small frame, mwenye mifupa miembamba, na kuna mwanamke mwenye mifupa ya size ya kati, na kuna mwanamke mwenye mifupa mipana, large frame body. Sasa large frame body ambayo anaruhusiwa huyu mwanamke hata akibeba kilo 80, 90 hazimsumbui, si mnene huyu wala hana mafuta mwilini mwake. Sasa ikiwa sisi tumeshajengewa hizi structure, tumekusha jengewa vile vile amount ya chakula tunachotakiwa kula kwa siku. Kwa hiyo tunavyotakiwa kula chakula kwa siku, vile vile huwa unajijua na kazi gani mimi nzito mpaka nile chakula chenye nguvu kiasi hiki. Na nikila chakula chenye nguvu kiasi hiki asubuhi, basi nisile tena mpaka usiku. Vinginevyo chakula hiki kitanidhuru, hii energy itakuwa ni nyingi mwilini, nitadhurika mimi. Ndipo hapa tulipokosea hapa. Tukawa hatuna elimu ya nguvu zinazopatikana kwenye chakula. Tumekuwa kama limbukeni, na kadri maisha yanavyokwenda hapa mjini, portion zinaongezeka, saizi ya chakula inaongezeka. Tumekuwa tunapakuliwa chakula sio tena kama zamani. Kila siku chakula kinaongezwa kwa sababu ni biashara na watu wanashindana sasa kukupakulia kwa wingi ili uzidi kurudi kwao. Hata kama ni sahani ya chipsi, basi kwa sababu kuna muuza chipsi mwingine pale na mwingine kule, basi huyu wa hapa atahakisha anakujazia wewe chipsi nyingi zaidi ili urudi kesho. Kumbe unayeumia ni wewe unayekula. Wewe unaona kwamba hapa nitashiba, hapa atakuwa ananipa nyingi, yeye anakuumiza huyo. Kwa sababu ile portion anayekuongezea ile ndio yenye madhara. Kwa hiyo unakuta kwamba sasa hivi portion zenyewe zinazidi. Mboga kwa mama ntilie sasa hivi anakuwekea mpaka mboga 4.
anakuwekea chakula alafu anakuwekea mboga zingine 4. Sasa mfumuko wa energy kutoka kwenye mboga tofauti karibu 4, unakuta kwamba kuna energy nyingi sana pale. Sasa ulaji wetu ndio unaoleta matatizo. Ujinga tulionao sisi watu wote sasa hivi kuhusiana na chakula. Zamani kulikuwa chakula hakipatikani hovyo kila mahala. Chakula kilikuwa kinapikwa sehemu moja. Kama unaenda rudi nyumbani, unakwenda nyumbani, unakuta mnakula kwenye sahani moja mpaka kiishe, kila mtu ananawa. Mnakula sehemu moja. Mboga ni moja. Bakuli moja tu ya mboga na sahani moja tu kama ni ya ugali au ni wali. Mnakula pale, katika chakula unanyanyuka. Ile kumbe ndiyo yenye faida na sisi sana. Kuliko sasa hivi mtu anapakuliwa peke yake. Chakula saizi ya kula watu 3. Ukianza kula kisomi sasa hivi, kama mtu ambaye umeshaelimika kuhusiana na mambo ya chakula na mambo ya calories na mambo ya units za leo unazozitakiwa na mambo ya afya, mambo ya faida gani unaipata wewe ya kuwa mwepesi, ya kuwa mwembamba, kuna faida gani unaipata wewe kiwiliwili chako kikiwa hakina maradhi, chepesi, unanyanyuka tu unakwenda mahala, unahema vizuri bila shida, hauna maumivu ya kuumwa kichwa, viungo, high blood pressure, na vyote vinatokana na mwili kuwa mwepesi. Mwili hauna mafuta ndani. Mwili unapokuwa ni mwepesi, hauna mafuta ndani, hauna mishipa yote inatembea vizuri, damu inatembea vizuri, ni kwamba faida yake inatokana na kutokula kwa wingi. Ni kula, unakuwa smart kwenye jambo la kula chakula. Kadri utakavyopunguza ulaji wa chakula, ukala nusu, chochote ulichokizoea kula basi kata nusu, ondoa, kunywa maji, sahau, geuka, achana nacho, utajikuta kwamba system yako inaanza kukopi tabia yako mpya. Sasa swali liloko hapa kwa ndugu zetu ambao bado wako boda, ndugu zetu ambao bado hawajadhurika na magonjwa haya ya kisukari na mengine, ni kwamba hii ndiyo unatakiwa sasa uchukue. Lakini hata mgonjwa, mtu ambaye tayari amekushaugua, njia ya kufanya ni kwamba kila ulichokuwa ukila nyuma, kata nusu nzima, achana nayo, ipakue, irudishe kule ilikotoka. Kula hii nusu, halafu kunywa maji, halafu ondoka, geuka. Chini ya nusu saa akili yako itaadjust kwenye hii tabia mpya. Na ukishaanza hii tabia mpya ya kukataa nusu na kuacha na kujaza maji kwenye nusu iliyobaki nyingine na kuondoka zako, basi utajikuta kwamba faida nyingi, na mwili unaanza sasa wenyewe kuanza kuadjust kwenye tabia mpya, kuanza na yenyewe sasa, kwa sababu umenyima na umepunguza zile calories. Kwa hiyo kama kuna mahitaji ndani ya mwili wa calories za extra, basi yenyewe itazitafuta ndani ya mwili. Mwili siku zote kuna calories za extra zimewekwa sehemu. Mwili huwa unaweka energy yoyote ambayo haikutumika, huwa inawekwa. Sasa hizo akiba zilizowekwa pembeni, kama zinahitajika, huwa zinatolewa, zinayeyushwa, zinaletwa sehemu ambayo inahitajika, kama ni tumboni, kama ni wapi, katika kufanya kazi za kujenga mwili. Kwa hiyo ujinga tuliokuwa nao sasa hivi kuhusiana na ugonjwa wa kisukari ni kwamba tumeendelea kuwa wajinga jinsi tunavyokula.
Mama zetu nyumbani, wakina mama na watoto zetu wa kike nyumbani na wake zetu nyumbani wamekuwa wanakunywa soda kupita kiasi. Kila akichoka masaa 2-3 anatuma mtoto, nenda dukani niletee soda, niletee Mirinda nyeusi, niletee Pepsi, niletee Coca baridi. Sasa hawa kina mama wanaona inawaboost, inawaondolea uchovu haraka, na wanajisikia wanapata energy mpya kuendelea na shughuli zao za nyumbani. Mpaka mwisho wa siku umeshakunywa soda ngapi? Ikiwa kwamba soda moja ni sawasawa na kunywa zaidi ya vijiko 10 vya sukari. Sasa kama ni kopo dogo la soda lina vijiko 12 vya chakula vya sukari, wewe umekunywa soda 5-6 kwa siku. Na mimi nishawahi kukutana na mtu kwa kumhoji katika masuala ya afya yake. Nimemkuta kwamba afya yake sio nzuri, na anatafuta ushauri kwangu kwamba afanye nini. Ikabidi nimweke chini mimi nianze kumuuliza, kuanzia asubuhi unapoamka, katika ulaji wako, mpangilio wa chakula unaanza na nini? Unakula saa ngapi na unakula nini asubuhi unapoamka? Kazi yake ni kuamka saa 10 usiku, saa 11 mpaka saa 12 au saa 1 tayari kuna kitu unakula hapa. Akaniambia ndio, ni lazima naanza na kunywa kwanza soda moja ya baridi. Nikishamaliza pale nafanya kazi zangu saa 1, saa 2 nakaa kwenye kula chakula. Hapo huwa nakula hata chapati 4, nakula mishikaki 5-6. Ananielezea yeye mwenyewe, na anakunywa tena na soda nyingine. Saa 11 akanywa soda, saa 2 asubuhi anakunywa soda. Saa 6:30 mchana wakati wa kula lunch time atakunywa soda. Jioni saa 10 anaona energy imepungua kidogo, amechoka, na time ya kurudi nyumbani atakunywa soda. Ili boost, kuinyanyua tena ile energy. Sasa matatizo tuliyokuwa nayo, tumekuwa na ugonjwa wa hii energy level ya energy ambayo tunaiingiza mwilini bila ya kuwa na elimu nayo kabisa. Na hatujui kwamba sisi kwa siku umetumia vijiko vingapi. Kama chupa moja ina vijiko 10 mara 5 vijiko 50 vya sukari. Vijiko 50 vya sukari umevitumia kwa siku moja, ni kwenye sukari peke yake. Je, kuna sukari kiasi gani kwenye wali? Je, kuna sukari kiasi gani kwenye vitu vingine ambavyo umevitumia? Kwenye mboga, kwenye nyama ina kiasi gani cha energy? Na vyote vimesagika, vimeingia kwenye grupu la energy na sukari hiyo. Vyote vinakuwa calories ndani ya mwili. Katika matunda na katika sukari kwanza zinagawanyika makundi 6. Hii sukari tunayoizungumzia hapa iliyoko kwenye soda, hii ni glucose. Lakini matunda, sukari inayopatikana ndani ya matunda inaitwa fructose. Kuna sukari inaitwa maltose. Kuna sukari za aina 6, na zote zinapatikana ndani ya vyakula. Na zote zinaitwa sukari kitaalamu kwa sababu zikishasagwa vikaingia kwenye system hugeuzwa na kugeuka sukari. Vinaingia kwenye damu, vinaupa mwili wa mwanadamu nguvu. Sasa kisukari lazima tuanze kujua kwamba ni ujinga uliopatikana katika kula chakula chenye nguvu, halafu na kunywa tena na kunywa tena mambo ambayo ni juisi za embe, juisi za parachichi, maziwa mtindi, sijui nini. Sasa hiki chakula ambacho ni kingi, chenye nguvu nyingi, kwa mara moja ukaongeza tena juu yake na vinywaji ambavyo vimetoka viwandani ambavyo ni pure energy,
vinywaji ambavyo vinatoka viwandani vimekwisha setiwa pure energy ambayo ni sawasawa na mlo huu mzito kabisa. Unaweza wewe ukala kipande cha mguu wa mbuzi cha nyama choma, lakini ile nyama choma, ule mguu mzima, ile energy iliyoko mle ni sawa na iko kwenye chupa moja ya energy iliyotoka viwandani. Inaweza kuwa ina nguvu sawa na hii nyama yote uliyokula. Hii umetafuna tu, lakini hapa kwenye hiki kimiminika hatuna elimu kwamba sisi kwamba kumbe hiki kimiminika chenyewe ni hatari, kinatosha kusupply energy kabisa mwili wa mwanadamu akafanya kazi zake siku nzima, lakini tunavichanganya. Viwanda vinataka kutuuzia, vinasema tunywe hivi vimiminika pamoja na chakula, pasi na kutuambia kwamba hii energy iliyoko hapa ni sawasawa na hiki chakula. Kwa hiyo tunatakiwa, kama tunakula chakula, tunywe maji tu. Kama utakunywa hivi vinywaji kutoka viwandani, basi hakikisha kwamba huli chakula kizito chenye nguvu. Kula kitu ambacho hakina, ni zero energy. Kama andazi ni zero energy, kama ni mkate wa boflo ni zero energy. Hapo ndipo utakuwa umekwenda balance. Upande mwingine umeua kabisa, unakula zero energy. Upande mwingine unakunywa kama ni kinywaji cha energy kutoka, basi wewe utapata ile energy inayotoka kwenye soda, kwenye juice, inakutosheleza kusukuma. Upande wa pili hakikisha kuwe kuna zero. Na kama utakula chakula chenye nguvu, basi hakikisha upande wa pili katika vinywaji vyako kuwe kuna zero, ambapo ni maji tu. Hakuna kunywa tena cha juisi alafu umeshakula chakula chenye nguvu. Hapa ndipo penye makosa. Kisukari ni kula kila baada ya muda. Umeshakula saa 2, unataka ule tena saa 6. Muda wa kile chakula ulichokula ni mfupi sana, kiasi kwamba kile chakula kilichopo ndani hakijasagwa. Unakwenda unakaa chini tena unakula chakula kipya. Mwili unachanganyikiwa, mwili unakuwa overload. Kwa hiyo kisukari, ndugu zanguni, nataka kuwaambieni kujichunga na sukari na kuweza kujiepusha na kisukari ni kuangalia chakula tu. Kula nusu ya chakula ulichokuwa unakula siku zote, na weka masaa mengi baina ya chakula na chakula kingine. Ikiwezekana subiri mpaka usikie njaa ndio ule. Na ukila, kula nusu, achana nacho. Utabaki kila siku wewe ni mtu mwepesi, mtu mwenye kujisikia raha, kiwiliwili chako ni chepesi na utaweza kufanya shughuli zako. Tatizo ni kwamba vyakula vilivyotuzunguka, tukianza kuwa na mapenzi navyo, tukaanza kuvifikiria nataka kula kitu fulani na hamu na kitu fulani, tusifanye mapenzi wala hamu katika mambo ya vyakula, tutaumia. Miaka ya nyuma tulikuwa tunakula kwa muda mrefu, tulikuwa tunakula sisi vyakula ambavyo havina energy yoyote. Kwa hiyo ndugu zanguni, leo nataka kuligusia swala tu na makosa yaliyoko katika swala zima la kula chakula na jinsi tunavyokula chakula, na ndipo yametokea haya matatizo ya kisukari na unene uliokithiri. Sasa basi, nachotaka kuwaambia watu, kama wewe tayari umeathirika na unataka kupunguza mwili wako, basi embu funga siku 10. Hakikisha kwamba bwana, siku 10 mimi ninafunga, sili mchana. Wakati wa kufuturu utatafuta chakula cha kujaza tumbo. Nenda siku 10. Ukiona mafanikio, ongeza siku 10 zingine. Ukikosa mafanikio ndani ya mwezi kwa kufunga na ukaona kwamba mwili wako haubadiliki, nipigie simu zangu hapo, namba hizo hapo chini, nitakusaidia mimi. Na kuna dawa za kuweza kuyeyusha mafuta ya mwili, kuna dawa za kuweza kuondoa na kuchoma haya mafuta yaliyoko mwilini, na programu nzima ya kuweza kuudhibiti mwili ili urudishe mwili wako unaokwenda sambamba na mifupa yako na structure ulionayo. Kwa hiyo leo kwa ufupi nataka kuzungumzia swala hilo.
Na shukuru sana na wakaribisheni sana katika programu yangu. Karibuni, endeleeni kulike, endeleeni kusubscribe, endeleeni kununua CD zangu kama mtaziona, na vile vile mnaweza kanipigia simu na kuniuliza, tutaweza kuendelea na kuweza kusaidiana. Karibuni sana. Asanteni.